Shalom, shalom, watu wa Mungu. Mungu awabariki sana mnaoendelea kufuatilia vipindi vyetu tunavyovirusha kwa njia ya YouTube kutoka hapa kanisa la Baptist Ilomba. Katika YouTube kwa jina la IBC Baptist. Ninaamini mnaendelea kubarikiwa, mnaendelea kumuona Mungu, na kwa namna ya tofauti naamini Roho Mtakatifu ameendelea kuwahudumia watu wa Mungu. Lakini wakati huo kunakuwa na maswali katika ibada zetu. Tumeendelea kupata maoni na maswali. Kuna watu wengine waliuliza baada ya somo la namna ya kumtumikia Mungu, namna ya kuepuka kumtumikia Mungu kwa mazoea. Watu wakauliza, sasa nitawezaje kujua kama hii ndio funga feki au hii sio funga feki? Jibu ni kwamba Isaya 58 niliposoma kwenye vile vifungu inajijibu yenyewe kwamba watu wataanza kujiuliza. Katika ule mstari wa 3 inasema, husema mbona tumefunga lakini hatuoni, mbona tumejitabisha nafsi zetu lakini huangalii. Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Kwa hivyo neno la Mungu limejipambanua lenyewe namna ya kujua kwamba hii ni funga feki. Watu wanataka kupunguza tu miili yao, wanataka kubana bajeti, wanataka kufanya nini. Ili kujua kwamba hii ni funga feki, hii ni funga ambayo ni ya kutoka ndani ya moyo wa mtu katika kumtafuta Mungu. Cha kwanza, mtu mwenyewe atafahamu kwamba lengo lake anataka maombi ya kumtafuta Mungu au anataka kupunguza. Mtu mwenyewe atajua. Mtu mwingine uwezo kumtambua mtu anachofungia. Lakini wakati mwingine pia tunaweza kujua wakati wakuu wa maombi. Sio kila mara tunaomba tunapata. Biblia inasema tunaweza kuomba vibaya tuvitumie kwa anasa zetu, Yakobo 4. Lakini wakati mwingine Mungu yeye mwenyewe anaweza kaamua asitupe kwa maslahi yake yeye mwenyewe. Kama Yesu aliomba msalabani, aliomba alipokuwa anataka kwenda msalabani, aliomba kikombe kimwepuke, lakini alisema mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alikuwa anayatimiza mapenzi yake. Yesu hata kama anaomba kikombe kimwepuke, lakini mapenzi ya Mungu ni kwamba ni lazima aende msalabani. Kwa hiyo kuna maombi tutaomba hatutapata vile tunavyotaka kwa sababu ni sio mapenzi ya Mungu tupate tunavyotaka, ila mapenzi ya Mungu afanye anavyotaka juu ya maisha yetu. Lakini kuna namna nyingine tunapoendelea kila wakati hatuoni mkono wa Mungu. Hatuoni Mungu akifanya, hatuoni Mungu akidhihirika. Imekuwa ni maisha hayo tu, lakini tunajitabisha sana kwa ajili ya Mungu na tunafunga sana. Maombi yasiyojibiwa ni dalili ya funga feki. Yaani funga zisizokuwa na majibu katika maisha ni dalili ya funga feki, kwamba hii ni funga feki. Hiyo cha kwanza, mtu mwenyewe unajijua malengo yako mwenyewe, au mtu mwenyewe anajua. Cha pili, kuto kujibiwa maombi. Hiyo ni dalili ambayo inaonyesha Mungu, hiyo funga ni feki. Tatu, dhambi zinazuia maombi. Unaomba, unafunga, lakini hujaacha uzinzi. Unaomba, unafunga, hujaacha kiburi. Unaendelea na maisha hayo. Hujaacha wizi. Unaendelea na maisha hayo. Hutoi fungu la 10. Unaendelea na maisha hayo.
unafanya mambo yote maovu, hata uko ndani ya kanisa, yani umefanya ni kawaida tu kutenda dhambi. Kwa hiyo katika Isaya 59 mstari wa 1 na wa 2 anasema tazama, mkono wa Bwana haukupungua hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Mstari wa 2 anasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu, hata hataki kusikia. Kwa hiyo kama unaendelea na dhambi huku unafunga, hiyo funga ni feki. Ni bora ungeendelea kula kwa sababu unajitabisha, na bora utubu alafu ufunge sasa na maombi. Mungu utaona mkono wake unaokoa, utaona sikio lake linasikia. Kwa sababu usipotubu dhambi zako, mkono wa Mungu japo unaokoa hautakuokoa, sikio lake japo linasikia halitasikia maombi yako. Kwa sababu mstari wa 2 anasema maovu yenu na makosa yenu, dhambi zenu zimewafarakanyisha ninyi na Mungu, hata amegeuza uso wake, hataki kusikia. Kwa hiyo hizo sababu zitafanya kwamba Mungu asisikie maombi yako. Hiyo ni funga feki, na sababu ziko nyingi sana ambazo watu wanajifanyia ni kama lifestyle tu, lakini maisha yao ya mahusiano na Mungu hayapo. Hiyo ni funga feki. Lazima unapofunga uwe na mahusiano mazuri na Mungu. Mtumikie Mungu ukiwa na mahusiano naye. Ni sawa sawa na mwanandoa anataka kutumikia ndoa na hana mahusiano mazuri katika ndoa. Lazima mtengeneze mahusiano, then fanya chochote kwa ajili ya mwenza wako. Utakuta kutakuwa na amani tu. Utakuta kile impact yoyote, shughuli yoyote, kazi yoyote ambao unajijuhudisha kwa ajili ya mwenza wako itakuwa na baraka kubwa kuliko ukajijuhudisha wakati hujatengeneza mahusiano pamoja naye. Tukitaka kufanya chochote na Mungu, kufanya funga zetu, tuweze kutengeneza mahusiano yetu na Mungu, tutaona mkono wake na sikio lake litasikia maombi yetu. Mungu awabariki sana. Ulikuwa unaongea na mimi mtumishi wa Mungu Mchungaji Green Ngusa wa kanisa la Baptisti Ilomba lililoko barabara ya Machinjioni VETA. Tunakukaribisha sana uhudhurie ibada zetu. Ibada zetu zinazoongozwa na Mungu kwa Roho Mtakatifu na uvuvio wa nguvu za Mungu, na tumeendelea kumuona Mungu akiwahudumia watu kwenye hii madhabahu kila siku na wakati wote. Tunamtukuza sana Mungu. Na wewe ambaye uko nyumbani, wewe ambaye uko unahangaika, unafikiri kwamba hakuna majibu katika maisha yako, ninakuhakikishia kwa jina la Yesu kwamba njoo kwenye hii madhabahu. Mungu atakuhudumia, ataonekana katika maswali yako na majibu yako, na tutakufundisha namna ya kutembea na Mungu na kuwa na mahusiano na Mungu vizuri. Ibada zetu zipo Jumapili, tuna ibada 2 kuanzia saa 1 mpaka saa 3 na saa 3 mpaka saa 7. Na tuna ibada siku za katikati ya juma, Jumanne saa 10 na Ijumaa saa 10. Ni ibada ya mafundisho hiyo ya Ijumaa saa 10 na ibada ya maombi hiyo Jumanne saa 10. Mungu akubariki sana. Karibu sana Mbeya, karibu sana Ilomba Baptisti, barabara ya Machinjioni VETA. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya mtu mmoja anayesikiliza neno lako kupitia mtandao. Ninaomba nguvu zako za ajabu zikamshukie ili kumponya, kumtoa kwenye maangamizi. Neno hili likawe dawa ya kumsaidia ili kutoka kwenye kila aina ya kifungo katika jina la Yesu. Majinamizi, roho za upagani, roho za kumzuia asiamini, ninazipinga leo kwa jina la Yesu. Wewe uliye mgonjwa, pokea uzima. Wewe uliye kata tamaa, pokea matumaini katika jina la Yesu. Amen.